naomba ikiwa humu kanisani, naomba baada ya kutoka kanisani, naomba tuhubiri upendo, naomba tuhubiri amani na kuitunza amani ya nchi yetu. Mavazi haya yanayopendeza leo na kofia zetu nzuri sana tunazivaa, tunapendeza kwa sababu nchi yetu inayo amani. Yako maneno nayasikia ya baadhi ya watu ambao nafikiri watakuwa wanamjua Mungu nusu au hawamjui. Hakuna pahala popote ambapo Mungu ametuambia mwanadamu mwenzake amdhalilishe mwenzake, amtukane mwenzake, amsingizie mwenzake, ajenge chuki kati ya mtu na mtu. Mungu hajatuambia hivyo. Yale maneno naomba tuwe makini. Tunapokwenda popote tuyakatai. Yani yaliashiria ya kuvunja amani ya nchi yetu. Na amani ya nchi yetu ikivunjika, hakuna kanisa, hakuna misikiti, hakuna ibada. Utamwacha mtoto wako uliyemzaa, uliyebeba mimba miezi 9, utamkimbia kwa sababu ya mtikisiko wa hiyo hali. Haya maneno yanazungumza kiongozi wetu, mhani wetu mkuu, tumeshuhudia na ndio maana tumezungumza hapa kwamba moja ya mafundisho yetu ni kutokubali viongozi wa serikali wakadhalilishwa, wakatukanwa kama ambao tumesikia watu wakifanya katika maeneo fulani. Kufanya vile kwanza ni kukiuka haki ya msingi ya katiba, lakini pia ni katika kumkosea Mungu, kwa sababu Mungu hajatumba sisi tudhalilishane. Mungu ametumba sisi tupendane, tuwe kitu kimoja kama ambavyo ninyi mmependana, mnapendeza, mnazungumzia neno moja la Bwana. Kwa hiyo naomba kila mtu anapokwenda tuombee taifa letu. Na hapa kabisa naweza kutamka tuendelee kumwombea sana rais wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, na viongozi wake wote, wasaidizi wake wote, kuanzia ngazi ya chini kwa maana ya mabalozi kwenda mpaka ngazi ya mkoa, kwenda mpaka ngazi ya taifa. Wote wanamsaidia kazi, tukiomba sisi wachaguliwa na wanaoteuliwa. Nchi inapokuwa na amani, maendeleo yanapatikana. Na hapa kwa Mungu naweza kusema mnaendelea kuona mambo yanayofanyika. Kwa sababu natokea kwenye maeneo mbalimbali, nisingependa kuzungumzia kwenye kata yangu kwa sababu mnamzungumzia mkoa mzima wa Kagera. Kila sehemu mahali mtu anapotoka, naona mabarabara yanavyoendelea kutengenezwa. Naona vituo vya afya vinavyojengwa. Naona mashule yanavyojengwa. Naona sasa watu wenye kipato kidogo wanavyoinuliwa. Lakini pia mnaona vitu mbalimbali ikiwemo kutunza na kuhubiri amani ya nchi yetu. Yale mambo yamesimamiwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nimeona maneno baba yetu yazungumza, kiongozi wetu, kwamba naona watu wengi hapa tuna nyuso zinafurahia. Naona tunapendeza kama nilivyozungumza hapo mwanzoni. Ni kwa sababu nchi yetu ina amani. Amani hii ndugu zangu inatunzwa. Amani hiyo aliyotupa Mwenyezi Mungu akatuwekea viongozi wake. Tumewekea mamlaka ili mamlaka sisi iweze kutuongoza sisi. Ndio maana leo tuna kiongozi wetu kwa hali wetu mkuu wa mkoa atuongoza sisi. Kwa hiyo nimeona maneno yazungumze mnaotoka maeneo ya nje ya manispaa ya Bukoba. Tunaporudi inaambiwa ninyi viongozi hamna chama chochote cha siasa. Na ningefurahi mbaki kama ambavyo mmezungumza. Tukichanganya mambo, tukatumia umbrella ya kuwa kiongozi wa dini kwa kisiasa, alafu kaingiza na siasa, tutawachanganya waumini, baadaye tutapeleka mahali ambako sio sawa. Viongozi wa dini tubaki kama viongozi wa dini, tuongoze watu wema, watu wa Mungu. Viongozi wa chama tuongoza chama kama ambavyo wamechaguliwa, wa serikali tuongoza serikali, hivyo kila mtu atatimiza majukumu yake. Kwa hiyo kiongozi wangu, ukinipa nafasi ya kusema
Kwa watu wema kama hawa siwezi kumaliza. Lakini na ndio maana katika kanisa hili mmezaa viongozi. Mmezaa viongozi. Tuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ndugu yangu Audax Juna, si yuko huko sasa hivi? Na viongozi wengine. Na waomba na nawabembeleza sana. Na ndio mwisho wa maongezi yangu. Kadiri tulivyovaa mavazi meupe, kadiri tulivyovaa kofia nyeupe, naomba moyo na matendo yetu viwe vyeupe. Narudia, kadiri tulivyopendeza na mavazi meupe, wanaume na wanawake, unatamani mavazi, unasema hao wanawake nani? Safi kabisa. Ninaomba kiongozi wetu, kuhani wetu wa mkoa, matendo yetu, ongeaji yetu, moyo wetu, kufanya kazi kwetu, mazungumzo yetu yaendane sambamba na mavazi yetu. Na hapo mtaongeza idadi ya waumini ndani ya kanisa hili, na hapo mtaendelea kuaminiwa kama ambavyo tumwaamini viongozi wa serikali tukaja. Na hapo lengo lilokusudia la kuongeza pamoja makanisa litaongezeka zaidi. Naomba unikubalie mama yetu, kuhani wetu wa mkoa, kanisa hili niende nikawaambie viongozi wangu wa chama na serikali kwamba kuna watu wema sana. Kumbe kuna watu hawapati usingizi, hawalali. Wakati watu tunakoroma tumesinzia, kumbe kuna watu hawasinzii na familia zao, wanawaacha wanawake, wanaacha wanaume, kumbe wako wanaomba kwa ajili ya kulipa taifa hili. Kumbe kuna watu hawali chakula cha mchana japo wanacho, kwa sababu ya kujikipu bize kuombea viongozi wa taifa hili. Kumbe kuna watu wanatoa fedha zao mifukoni, nauli kutoka maeneo yote kuja kukusanyika, kuja kuliombea taifa hili. Kumbe kuna watu wema wanaacha kila kitu walichokuwa nacho, wanakuja kuungana na wenzao mkoa wote mzima wa Kagera, kuja kuungana kuombea viongozi wa nchi hii na taifa hili juu ya kuwepo kwa amani ya nchi yetu. Sasa kama tupeleka salamu hizi kwa viongozi wa serikali, nitakuwa mimi na akili timamu? Nitakuwa mimi ni binadamu? Na kwa sababu ngazi yangu ni ngazi ndogo, ngazi kubwa yangu hapa inaishia kwenye mkoa. Nikitoka hapa nitampigia simu mheshimiwa mkuu wa mkoa Hajat Fatuma Mwasa, nitamuomba kibali niende kumuona, nimpelekee habari nzuri juu ya kanisa letu hili. Na hapa naimaanisha atafanya hivyo. Nitamwambia mkuu wangu wa wilaya, nitampigia simu, nitakwenda kumuona. Nitaambia viongozi wote wa baraza la madiwani kwamba kuna mahala huenda hatujapajua, pana umuhimu wa kwenda kuungana nao. Kiongozi wa mkoa ni kwa sababu shughuli hii kila wilaya ina mwakilishi wake. Wanaitwa watengenezaji wa sauti toka kila wilaya. Ndio maana nasema nitaanza na yeye ili ujumbe huu usambae mkoa mzima wa Kagera. Kwa hiyo mama mkuu, kiongozi wetu, shebati wetu, mama yetu halisi na waumini wetu, naomba niwashukuru tena kunipa nafasi, kunipa heshima. Na ameongea kiongozi wetu hapa, kuhani wetu mkuu wa mkoa, akasema ukisimama madhabahuni
wewe ni tajiri. Sasa mimi kupitia maneno yake naomba niondoke nimesema, kwa sababu nakuombea mimi naondoka na utajiri leo. Yaani hapa nimemaliza uchaguzi. Nimaliza nini? Kwa sababu niliposimama hapa, mimi ni nani nikusimama kwenye madhabahu? Mimi ni nani kusimama mbele ya kiongozi wangu anayetukua mkoa? Mimi ni kitu gani? Mimi nina nini? Kumbe shughuli hii imeandaliwa kuja pia kulinyanyua na mimi kidogo. Sauti yake ipo na sauti ya Muumba iwepo ndani yake pia. Kama alivyo na mkono wake hapa, na Muumba awe na mkono wake kwake. Na kila alichokitamani hapa basi amepokea. Ameshashinda tayari. Heri. Kwa sababu na moyo wa kupenda Muumba na mcha Muumba, kwa nini asipate? Kama amelipenda kanisa, amelipigania kanisa, kwa nini asipate? Wewe Muumba ameshamjibu haja ndani ya moyo. Tunashukuru sana kwa upendo. Tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya ujio wako. Umetubariki kwa yale uliyosema nasi. Umetufanya mioyo yetu zidi kuwa na furaha. Umefanya ibada yetu ichangamke zaidi. Umefanya ibada yetu inoge zaidi. Fikishe salamu pia kwa mama na viongozi wako wote ulionao pia na wakuu wako pia ulionao. Lakini pia umesema unatupelekea salamu kwa mama yetu kiongozi wetu ndani ya mkoa huu pia. Basi nafikiri itakuwa ni jambo jema sasa. Mpe na zawadi ya kupeleka. Sasa kaonekana sasa ametoka wapi? Hakuna zawadi. Leteni mfuko mwingine.